kuna swala la bunge live ambalo tumelijibu limefika mahali sasa. Naomba sasa mimi niseme tu kwamba nilielekeze kwa bunge. After all, mimi nina taarifa kwamba tayari TCRA imewakabidhi bunge leseni. Sasa hivi wana uwezo wa kufanya chochote wanachotaka. Kwa hiyo naomba hili nielekeze huko badala ya mimi kujibu baadaye utasema ulisema. Kambi rasmi nasema serikali iache kuangalia mtandao wa kijamii kwa jicho hasi, bali ionekane kama sehemu ya ajira kwa wanatasnia wa filamu wetu ili kukuza kipato na kadhalika. Lakini ndio tunavyofanya. Tumejenga mazingira mazuri ya mitandao. Ndio maana nasema tuko Watanzania ambao wako kwenye mitandao ni mamilioni na kwa sasa. Lakini tunachosema tatizo hapa ni matumizi mabaya ya mitandao. Mheshimiwa mwanasiasa maarufu wa Marekani, nafikiri Hillary Clinton, alisema mwezi Desemba mwaka jana kuwa matumizi mabaya ya mitandao ni ugonjwa hatari unaoweza kuteketeza dunia. Na alisema kwa sababu mwezi Desemba mwaka jana kulikuwepo taarifa kwenye mtandao ati inatoka serikali ya Israel ikisema itaipiga Pakistan ikipeleka askari Syria. Pakistani wakajibu wakasema jaribu na sisi tutakuja kugundua ni maneno wala hayajatoka Israeli. Kwa hiyo kwa kweli mtandao wa jamii kama hatujaiangalia, hatujaidhibiti, inaweza kutuingiza katika matatizo makubwa sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, wengi mtakumbuka kisa cha kijana wa Kiingereza aitwaye Liam Stacy aliyetumia vibaya uhuru wake wa habari, na mnajua kwamba ni hivi karibuni tu amemaliza kifungo chake baada ya mahakama ya mjini Swansea kumkuta na hatia ya kumkashifu mchezaji wa zamani wa Bolton Wanderers mwenye asili ya Afrika Fabrice Mwamba aliyekuwa ameanguka uwanjani baada ya kupata shambulizi la ghafla la ugonjwa wa moyo. Kwa hiyo sio sisi tu ambao kwa kweli tunahangaika namna ya kudhibiti, hata wenzetu wanafunga, lakini tunaambiwa tu Tanzania ambao tumewapeleka watu mahakama lazima tufanye hivyo. Kambi rasmi upinzani na Mheshimiwa Profesa John Haule na wabunge waheshimiwa wengi wamesema serikali inawapuuza wadau wa masuala ya ubunifu hasa baada ya kuwatumia kwenye chaguzi mbalimbali. Mheshimiwa Mwenyekiti, serikali haijawahi kuwapuuza wasanii nchini, na kama nilivyosema kwenye hotuba yangu, kwa kweli tumechukua hatua mbalimbali ya kuwajengea weledi, kuwatambulisha na kuwakutanisha na wadau wa maendeleo. Nitoe wito tu kwa baadhi ya vyama vya siasa ambavyo kwa kweli wanasiasa wao wanawachochea wa vijana kuimba nyimbo za kisiasa. Hii ni entertainment industry, na mimi naomba vijana wangu wanisikilize. Nimewaambia wanipe mfano wa mwanamuziki yeyote duniani successful aliyefanikiwa ambaye amefanikiwa kwa kutokana na viongozi. Mimi nimewaambia hivyo. Mimi nimeenda Nigeria, P Square, wasikilize wakina Tiwa Savage, wasikilize wakina Davido, wasikilize wakina Don Jazz, vijana ambao wengine wamenunua mpaka ndege, very successful. Lakini nimewaambia, hebu niambie, umewahi kusikia kusema Mr. President you are wrong? Wewe imba nyimbo ambazo zinaweza zikakuletea mafanikio mwenyewe. Kama unataka siasa, nenda kagombea udiwani huko, kagombea nafasi yoyote huko. Hii ni entertainment industry, sio political industry. Na wengi wamenielewa. Angalia Afrika Mashariki, wakina Chameleone. Kuna wimbo wote Chameleone anaongelea serikali ya Uganda. Nani successful musician hapa anafanya hivyo? Na mfahamu moja tu, walijitia mwanasiasa Fela Ramson Kuti, lakini aliishia pabaya sana. Leo tuna vijana wanang'ara hapa, kina Diamond, wakina Ali Kiba. Sikiza nyimbo zao, hakuna hata mmoja unaongea mambo ya kipuuzi sijui anajifanya mwanasiasa. Utakuwa mwanasiasa wewe? Mimi naomba kazaneni kuboresha vipaji vyenu, na let me tell you vijana wangu, the sky is the limit. Na mimi nimewahakikishia nitawasaidia kwa kila hali mweze kufika anga ya juu kabisa. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna hoja hapa ambayo imeongelewa kwamba na Mheshimiwa Sakaya, kambi ya upinzani, Shekilindi, Mheshimiwa Sixto Mapunda, serikali iwekeze katika michezo, serikali haiwezi kutegemea mafanikio bila kuwekeza fedha. Mimi ili swala nafikiri nimeshaliongelea. Kwa kweli uwekezaji
ni suala ambalo na sisi tunaliona ni muhimu sana tena sana na tunalifanyia kazi. Niseme kitu kimoja tu, nilikuwa naongelea kuhusu vijana wangu wa muziki. Tunapenda mno kulalamika, tunapenda sana kulalama. Nichukue fursa hii kuwapongeza vijana wawili wasanii hapa, Hamisi Mwinjuma mwana FA na mwenzake Ambwene Sale AY, ambao badala ya kulalamika wameibeba kampuni kubwa ya Tigo kuipeleka mahakamani, kwa sababu imekuwa ikitumia miziki yake kama ringtones kwa muda mrefu, na mahakama ya Ilala ikaiamuru kampuni kuwalipa vijana zaidi ya shilingi bilioni 2.185. Wameapili kwa High Court, na mimi nasema vijana wa Tanzania tukiwa namna hiyo proactive, sio kukaa tu kutunga ngojea za kulalamika, tutafika mbali sana. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna serikali imetunga sheria kandamizi za uhuru wa habari zibadilishwe, yani mfano Cyber Crimes Act, sheria ya huduma za habari. Nafikiri muda wangu unakimbia. Mheshimiwa Tundu Lissu amesema hayo, Mheshimiwa Joseph Mbilinyi, Mheshimiwa Devota Minja, Mheshimiwa Godbless Lema, Mheshimiwa John Mnyika na wengine ambao nitakuwa nimeruka majina yao. Tofauti na mtazamo wa watu wachache, sheria hizi zinalinda uhuru wa wanahabari na wananchi, na kwa sasa zimethibitishwa hata na Mahakama Kuu kuwa ni sheria nzuri na hazikiuki katiba ya nchi. Mahakama Kuu ya Tanzania kanda Mwanza katika uamuzi wake, nimeona ni upitie huu wa Machi 9 mwaka 2017 mwaka huu, kuhusu shauri la madai namba 2 la mwaka 2017, umoja wa klabu za waandishi wa habari Tanzania na Hali Halisi Publishers Limited dhidi ya mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Jaji Demelo alitupilia mbali shauri la kupinga sheria ya huduma za habari kwa kuwa walalamikaji hawakuwa na hoja za msingi na taratibu za kisheria kupinga sheria hiyo. Vile vile Mahakama Kuu ya Tanzania kanda ya Dar es Salaam katika shauri la kikatiba namba 6 la mwaka 2016 kati ya Jamii Media Company Limited dhidi ya Attorney General na IGP. Kwa kweli uamuzi utolewa na majaji Kitusi, Korosu na Rufani ulikuwa mzuri. Ulisema licha ya kasoro ndogo ya utoaji wa dhamana, walifikia hitimisho kuwa sheria ya makosa ya mitandao ya mwaka 2015 haikiuki misingi ya katiba wala haki za watu kujieleza. Hukumu hii imezima rasmi hisia na mawazo ya kuwa sheria hizi ni mbaya. Mheshimiwa, nimesikia kengele imegonga, sipendi sana uniambie mara ya pili. Mambo ni mengi mlioyasema. Nimalizie tukisema kwamba kuhusu lugha ya Kiswahili, tumempongeza Mheshimiwa Rais kwa kutumia lugha ya Kiswahili mara kwa mara, na hii naomba viongozi wote tuige na Kiswahili sanifu. Na sisi kwa upande wetu, Baraza la Kiswahili la Taifa nalo linafanya juhudi kubwa, limetoa kamusi nyingi, na sasa wametoa kamusi standard hii ambayo ningetamani kila mheshimiwa mbunge apate. Kila mheshimiwa mbunge apate. Ni kamusi ya kisasa ambayo ni kubwa na imekubalika na nchi nyingi, Kenya, Uganda na nchi zingine. Ningeomba Mheshimiwa Mwenyekiti ufikishe ombi langu kwa Mheshimiwa Spika. Ukimkata mheshimiwa mbunge hela kidogo tu, shilingi 25,000 kila moja, atakuwa kwenye Pigeon Hall ana hii kamusi. Ningeomba sana iwe hivyo. Nimalizie vile vile swala moja ambalo ameendelea mdogo wangu Kubenea, mwandishi wa habari wa siku nyingi, analalamika kwamba nimewakatisha tamaa wanahabari kwa kusema 90% hawana weledi. Sio mimi, ndio shida hiyo. Sasa huyu anaongea ni mwandishi wa habari wa siku nyingi, lakini amekaa na kitabu siku 3, hata kuelewa hajaelewa. Mimi nanishangaza sana Kubenea. Mimi naomba nisome, wala siongelei magazeti hapa. Yeye anasema nimewasema watu wa magazeti. Nimesema kwamba Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania inaendelea kusimamia ubora wa huduma za utangazaji, broadcasting quality of service, na ndio waliofanya utafiti kwa vituo vyote vya redio na televisheni. Yeye anamfikiria mwanahalisi hapa. La sasa na ndio wanasema katika ukaguzi uliofanywa 90% ya wafanyakazi wamebainika hawana sifa stahiki katika taaluma ya uandishi wa habari na utangazaji katika vituo vya redio na televisheni.
Lakini vile vile nimkumbushe kumenea, hiyo inakuja pia kwa waandishi wa habari. Tumewapa miaka 5. Nendeni shule ndugu zangu. Dunia imebadilika sasa hivi. Huwezi kuwa mwandishi tu umetoka darasa la 7 unakuwa mwandishi wa habari eti nao na tafsiri. Mheshimiwa Mwenyekiti, niliona kwenye siku moja kwenye clip moja kijana mmoja na tafsiri, sijui alikuwa anaongea na Marekani mmoja ambaye ni mtalii, anasema waambie wa Tanzania nchi yao ni nzuri. Yeye anasema nyewe wa Tanzania mnapenda kuomba chakula, tafuteni nyewe wenyewe chakula. Kwa hiyo mimi naomba tuwe na weledi katika tasnia. Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimalizie tu kwa kusema hoja zenu zote sisi tutazifanyia kazi na kuzigawia kila mbunge, na mimi Mheshimiwa Mwenyekiti naomba kutoa hoja.